yetu pia imeenda, lakini najua kwamba within 30 minutes Mungu akinijalia nitakuwa nimemaliza. Sitaki nikae sana, kwa sababu kuhubiri masaa mengi sana, hiyo si kusema ya kwamba huko ndio mahubiri makubwa. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuhubiri tu dakika 2 na Roho wa Bwana aingie kwa wapendwa wake, na ile neno liweze kuwasaidia na liweze kukaa mioyoni mwao. Bwana Yesu atukuzwe sana. Pia nami pia sitaki sipendi kuwa na hiyo tabia, hebu niseme tu hivyo, ya kuchosha watu sana, yani ama ukalisha watu sana, kwa sababu Mungu naye anasema ya kwamba neno lake moja tu linaweza kutufanya tuishi milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka leo niongee kuhusu roho ya kusikiza. Roho ya kusikiza na kumtii Mungu. Roho ya kusikiza na kumtii Mungu. Roho ya Mungu ya kusikiza na kumtii yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niongee tu kuhusu hilo neno, na inaamini ya kwamba Mungu ataweza kunisaidia, kwa sababu najua kwamba ndio utia neno katika mioyoni mwetu. Tutasoma katika kitabu cha Nyakati wa Pili, Second Chronicles, chapter 15 ama sura ya 15. Some mstari wa 8, alafu nitaruka niende mstari wa 16. Tasome mstari miwili peke yake. Nyakati wa Pili sura ya 15 mstari wa 8, alafu turuke tuele mstari wa 16. Na kama vile nilikuwa nimetangulia, ni roho ya Mungu ya kusikiza sauti yake na kumtii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu nisome ili andiko. Nitasoma na version ya neno. Biblia iko na version nyingi. Kuna Biblia takatifu, kuna neno takatifu, kuna neno mafundisho, lakini nitasoma na neno Biblia takatifu, ambapo ndio naona kwamba iko na ile message ambayo Mungu amenijalia niweze kuinena. Asa aliposikia maneno haya na unabii wa Azaria mwana wa Adedi nabii, akajipa moyo, akaziondoa sanamu zote zilizokuwa machukizo katika nchi yote ya Yuda na Benyamini, na kutoka miji aliyoiteka ya vilima vya Firaoni. Akarabati madhabahu ya Bwana iliyokuwa mbele ya ukumbi wa hekalu la Bwana. Bwana asifiwe. Katika version hii ya neno inasema, Asa aliposikia maneno haya ya nabii wa Azaria mwana wa Odedi yule nabii, akajipa moyo, akaziondoa sanamu zote zilizokuwa machukizo katika nchi yote ya Yuda na Benyamini, na kutoka miji aliyoiteka katika nchi ya vilima vya Efraimu. Akarabati madhabahu ya Mwenyezi Mungu iliyokuwa mbele ya ukumbi wa hekalu la Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe sana. Hebu tuombe kwa ajili ya neno. Baba uliye juu mbinguni, ni mchana mwema, tuko mbele zako, tuenyekea miguuni pako Baba yetu, tukiomba roho wa kusikiza neno lako pamoja na kutii neno lako Baba yetu. Umesema ya kwamba kupitia kwa mwana Yesu Kristo ya kwamba
Oh my God, my Savior Lord. Heri yule ambaye anasikiza neno na kulitenda. Baba yetu, tusaidie tukaweze kuwa na roho huyu Mungu wetu wa kusikiza neno lako pamoja na kutii neno lako. Na Mungu wetu Jehova, katika kanisa hili na katika madhabahu haya mchana wa siku hii ya leo, ninaomba roho hii Baba yetu ikaweze kuwa katikati yetu, ili neno litakaolisoma mahali hapa likaweze kusaidia wapendwa hawa, likaingia katika mioni mwao na likaweze kuwa msaada katika familia zao na hata katika maisha yao. Ya Mungu wetu, kitenda hayo sifa na shukurani sitakurudia katika kiti chako cha enzi, na nikupitia kwa mwana Yesu Kristo aliye mwokozi wetu nimeomba na hata kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tujifundishe kidogo tu kuhusu kitabu hiki cha Nyakati. Katika utafiti, kitabu cha Nyakati ni kitabu ambacho hakijajulikana vizuri mwandishi ni nani, ambacho kilikuwa ni kitabu moja pale mbeleni, lakini kikagawanyishwa mara mbili. Kukawa kuna Nyakati wa kwanza na Nyakati wa pili. Mambo haya ambayo yuko katika vitabu vya Nyakati pia viko katika vitabu vingine. Habari kama hii ambayo ninasoma kuhusu Asa unaweza kuipata katika kitabu cha Wafalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitabu hiki cha Nyakati wa pili kimeongea sana haswa wafalme ambao walikuwa katika nchi ya Israeli ambao ni kusini. Bwana Yesu asifiwe sana. Si tunajua baada ya mfalme Suleimani nchi ya Israeli iligawanyika mara mbili. Kukawa kuna Israeli ya kaskazini na kuna Israeli ya kusini. Ile ya kaskazini ikabaki kuwa Israeli na ile ya kusini ikabaki kuitwa Yuda. Haleluya. Ambayo ile ya kaskazini ilikuwa na falme 9.5. Kuna kabila ilikuwa ikagawanyika mara mbili. Na ile ya kusini ikawa na falme 2.5. Yuda na Benjamini wakawa ni miongoni wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema ya kwamba ile falme ya kaskazini ambao ndio Israeli walienda wakajitwalia, ama yule mfalme akajitwalia capital city kwa nchi ambayo haikuwa inamwabudu Mungu la kweli. Lakini hii ya kusini falme yake ikabaki pale ambao ni Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ile ya kaskazini wafalme wake karibu wote akina Ahabu wakawa ndio wafalme walikuwa ni wambaya sana, hawakuwa wanamuinua Bwana wala kumtambua Bwana kwa njia inayostahili. Lakini wafalme karibu wote wa Israeli falme ya kusini ambao ni Yuda walikuwa wanamtambua uwepo wa Mwenyezi Mungu, na walikuwa wanapokea kichapo kimbaya wakati walikuwa wanatoka nje ya wema wa Bwana. Walikuwa wanapigwa sana mpaka wanamuomba Mungu hadi wanarudishwa katika wema wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Katika kitabu hiki ama sura hii ya 15, ukisoma katika sura ya 14 ndio utaangalia tuone huyu mfalme ambaye anaitwa Asa. Asa alikuwa ni mwana wa Abia ambaye alikuwa ni mfalme. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo Abia ambaye alipokufa ndio naye Asa, kama ilivyo desturi ya pale mbeleni ya kwamba yule kijana wa kwanza ndio alikuwa anachukua utawala. Vivyo hivyo naye Abia alipokufa ndio naye Asa akachukua utawala. Bwana asifiwe sana. Na kutoka hapo maandiko inasoma, ukisoma hapo utasikia kwamba Yuda walikuwa wameanza kuabudu sanamu na miungu ambayo hayakuwa yanampendeza Bwana. Haleluya. Na ndiposa unaona ya kwamba ukisoma hapo ukisoma hapo katika mstari wa kwanza hiyo chapter 15 utasikia kwamba Roho wa Mungu akamjia Azaria mwana wa Odedi ambaye alikuwa ni nabii. Bwana Yesu asifiwe sana.
akaenda akamuongeleza Asa, akamwambia Asa, pale mambo imefika, tusipokuwa waangalifu, watu wa Yuda nao pia wameanza kuweka sanamu zao na kuziabudu. Kwa hivyo chukua hatua, jipe moyo, ndio uweze kuongelesha na watu hawa, ndio waache tabia hii. Ni kwa sababu ni chukizo mbele za Bwana. Haleluya, Bwana Yesu atukuzwe. Na ndiposa naye Asa akawa akona roho ya kusikiza watumishi wa Bwana, na si kusikiza tu, ni kusikiza na kuchukua hatua. Na ndiposa aliposikia katika sauti ya nabii, Bwana asifiwe sana, akachukua hatua. Na ndiposa mstari wa 8 inasema ya kwamba Asa aliposikia maneno haya ya unabii wa Azaria mwana wa Odedi yule nabii, akajipa moyo. Haleluya! Ni kumaanisha hata mfalme mwenyewe, kwa sababu ya vile hali ilikuwa, alikuwa amevujika moyo, alikuwa ameenda chini, moyo wake ulikuwa umeenda chini mno. Lakini kusikiza ile sauti ya nabii wa Bwana, ya nabii wa Mungu, roho yake ikaanza kuinuka. Haleluya! Akaanza kuinuka, na roho ya Bwana ikaingia ndani yake, ikaingia ndani ya Asa kupitia mnabii wa Bwana. Haleluya! Hey, Bwana Yesu atukuzwe. Hai, pia Yesu makofi mazuri. Asa kusikia sauti ya mtumishi wa Bwana. Hey. Yeye hakupuuza ile sauti, bali aliitii, na akasema ya kwamba huu ni Mungu ameongea kupitia mtumishi wake. Bwana asifiwe. Sijui ni mangapi nabii wa Bwana amewahi kuongea katika madhabahu haya na unapuuza tu. Sijui ni mangapi nabii wa Bwana, aidha ni pasta, aidha ni mtumishi aina yoyote, lakini amekaa katika madhabahu haya na hiyo jambo unachukulia kiurahisi. Nimekuja mahali hapa siku hii ya leo, mpendwa, kutia nguvu sauti ya nabii wa Mungu, kutia nguvu sauti ya mtumishi wa Bwana. Ni kwa sababu gani? Bwana anaongea kupitia watumishi wake. Alikuwa anamwambia Musa, ita makutano, ninataka kuongea na makutano. Lakini hakukuonekana direct Mungu akiongea na makutano direct, lakini alikuwa anapitia mtumishi wake Musa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Asa aliposikia sauti ya nabii Azaria mwana wa Odedi yule nabii, akajipa moyo. Jambo la kwanza alipofanya ni kuziondoa zile sanamu zote zilizokuwa machukizo katika nchi yote ya Yuda na Benyamini, na kutoka miji aliyoiteka ya vilima ya Efraoni. Haleluya. Kuna sanamu ambazo zilikuwa zimewekwa pale na wana wa Israeli, ambazo walikuwa wanaziabudu, ambazo walikuwa wanaziweka kana kwamba ndizo nguvu zao. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kana kwamba zile sanamu, bila zile sanamu ni kama hawezi kuendelea. Na Asa aliposikia sauti ya Bwana, hata ninaona pengine kulikuwa na kisanamu pia kule kwake. Kwa sababu kabla hii sauti, hata si unaona kulikuwa na kisanamu. Kwa sababu ataondoshaje sanamu zile zingine kabla hajaondosha kwake? Haleluya. Ndipo Asa akachukua hatua, akajua kumbe hata ile sanamu yuko kwangu ni chukizo mbele za Bwana. Bwana asifiwe sana. Akawa wa kwanza kuondosha ile sanamu na aina yoyote ya chukizo mbele za Bwana. Ndio alafu akaongea na wale makutano, akawaambia kwamba nanyi pia kulingana na sauti ya Bwana, hizi sanamu tulizo nazo ni chukizo mbele za Bwana. Na kama tungehitaji Bwana tusikize, tungehitaji nchi yetu iweze kupona, kama tungehitaji familia zetu ziweze kusimama vyema, ni jambo la kwanza tuondoshe sanamu na kila chukizo mbele za Bwana. Haleluya, haleluya. Asa akaondosha sanamu.
zote na chukizo zile zote ambazo zilikuwa mbele zake na mbele ya Bwana. Mstari wa 16. Twende 16. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema Mfalme Asa hakumalizia hapo tu. Alijua ya kwamba hata mke wake Malkia alikuwa pia na kisanamu. Nikisema kwamba hata kwake nyumbani kulikuwa na kisanamu. Akajua ya kwamba hata mke wake ambaye alikuwa ni Malkia kwa wakati huo pia alikuwa na kisanamu ambacho alikuwa anakitukuza na kukiinua pale nyumbani. Maandiko yanasema Mfalme Asa akamuondolea Maaka mama yake wadhifa wake kama mama Malkia, kwa sababu alikuwa ametengeneza nguzo ya Ashera ya kuchukiza. Asa akaikatakata hiyo nguzo, akaivunjavunja na kuiteketeza kwa moto katika bonde la Kidironi. Haleluya, Bwana asifiwe. Haukomea mahali pale, akagundua ya kwamba hata katika nyumba ya mke wake ambaye alikuwa ni Malkia kwa wakati huo, akamwambia from today henceforth you are no longer a queen. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu alijua kama hata muachisha ule wadhifa, kuachilia ile Ashera ingekuwa ni ngumu. Sijui ni jambo gani hilo ambao unashikilia, unaonekana kwamba huwezi kuachilia siku hii ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama ikwambia uondoshe hiyo biashara miandarati ambayo si nzuri na si jema hata katika familia. Sijui kama unaweza achilia. Lakini leo hii Bwana anasema ya kwamba kama vile Asa ambaye alienda kwa mke ambaye alikuwa ni Malkia na akamwambia kwamba jambo la kwanza, shuka chini. Bwana asifiwe. Na aliposhuka chini ndio akaenda akachukua ile Ashera. Ashera alikuwa ni mungu mke ambaye alikuwa anawekwa kule milimani. Ngaishia kirenyaga kanengo huti ale atariho. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu akasema ya kwamba katika Zaburi 115 anasema ya kwamba watu wanaulizaje? Hebu niweke hapo Zaburi 115. Tusikie vile watu wanauliza. Psalms 115. Usikie vile watu wanauliza. Ndio tuone akina Ashera na hii sanamu lazima tusiondoshe kama tunataka kutumikiwa na Bwana. Sio kwetu sisi, Bwana. Sio kwetu sisi, bali utukufu ni kwa jina lako, kwa sababu ya upendo na uaminifu wako. Endelea. Kwa nini mataifa wanasema yuko wapi Mungu wao? Endelea. Mungu wetu yuko mbinguni. Halo, Mungu wetu yuko mbinguni, naye hufanya lolote alipendapo. Mungu wetu hayuko katika Mauti Kenya, wapendwa. Mungu wetu hayuko katika mito Kongo. Mungu wetu hayuko mahali pengine pale ambapo pameinuliwa na yeye, bali Mungu wetu yuko mbinguni. Yesu agoswa. Yule ambaye yuko pale Mauti Kenya, huyo ni Ashera. Na anastahili kuvunjwa. Anastahili kuangushwa. Anastahili awe vumbi, achome awe makaa. Ni kwa sababu yule Ashera hawezi kusaidia na hata hawezi kuinua mtu yoyote. Ainuliwe Bwana. Kwa Ashera ukienda mpaka wende na mbuzi. Na ile mbuzi mpaka ipitie tabiko fulani. Hata hii chakula ni wa vijana, hii ingine ni ya akina mama, hii ingine ni ya vijana wasichana, hii ingine ni ya wazee. Mungu wetu si wa aina hiyo. Halo. Asa aliposikia sauti ya Bwana akagundua, hata ile sanamu iko kule kwa mke wangu, kumbe ni chukizo mbele za Bwana. Akaenda akaiondoa, na sikuiondoa tu, akaivunja, na sikuvunja tu, akaichoma moto ikaisha. Bwana asifiwe.
Ni lazima nasi tukubali zile sanamu zote na ashera zote ambazo tumezibabanisha. Ni lazima tukubali kuziondosha. Ni kwa sababu Mungu wetu hayuko katika milima. Mungu wetu hayuko katika mito. Mungu wetu hata hayuko hapa katika mjengo huu. Mungu wetu yuko mbinguni. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tukubali. Na kukubali si mchezo. Inaonekana kutolewa katika ule uqueen, ule umalikia, haikuwa ni jambo rahisi. It was not easy. Na usione kama ni rahisi hivyo. The same applies. Na kuachana na hizo akina Ashera na sanamu si jambo rahisi. Bwana asifiwe. Ni lazima uwe na roho ya kusikiza na roho ya kutii Mungu. Haleluya. Na tukubaliane mpendwa. Ni kwa sababu bila hivyo kila wakati tutakuwa tunafanya mambo kubwa. Mimi niende kwa Kabwele, mimi nimpelekee kuku na hata sijakula nikashiba. Yaani yeye ati ndio anifanyie ati biashara yangu inoge. Ati aniletee makastoma. Ili hali ataleta makastoma na vitu vyangu bibi. Na zaidi ati nimsindikize na pesa. Kwani Kabwele pia hata pia ni maskini naye pia. Hata sinieri mimi basi niko na kuku. Yeye hata ana chochote nimpelekee. Na utamuona tu ati mtu anaenda tu ati anaenda kusikiza kwa unabii, kwa manabii wale ambao pia wanasikiza Bwana. Si Mungu atusaidie wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe huyu Kalumanzira naye pia ana kuku, hana mbuzi. Kumbe hata huyu ngai wake Lenyaga pia kumbe hata ana mbuzi. Halo? Halo? Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kama tumekubali kuoshwa damu ya Bwana Yesu Kristo, ashera zote, sanamu zote na mambo yaliyochukizwa mbele za Bwana tuziachilie na zote, tuziharibu, tuzivuje, na hata sio hapo tu, tuzichome ziwe jivu. Haleluya. Haleluya. Haya ni mambo ambayo nikasema Mungu sio tusaidie. Bwana asifiwe. Ati ukitembea hivi Reverend, ati ukitembea hivi ati unaangalia kibao kimewekwa kule juu ya mlingoti wa hata sio kana palizo na nini, wa stima kule juu. Kama tunataka na ya mapenzi, si ndawa ya nini, si nini, piga namba hii. Sina ni mgongo kutoka Zanzibar. Nayo nasema gai, niliongea na msichana fulani na akanikataa. Hebu niende. Haya. Umesahau Mungu wetu yuko mbinguni. Bwana asifiwe. Kwani mke mwema anapatikana wapi? Oh, si kwa yule. Halo? Anapatikana kwa Kwani mume mwema anapatikana wapi? Wewe utashinda hapo tu ukimtafuta kwa Facebook. Mtafuta tu. Na kwa yule ambaye utaitoa na Facebook. Huku ameweka artificial face. Unamwona ni kama msichana. Lakini atakapoingia kwako, kwa sababu kumhusisha Bwana, wewe umeangalia mke mwema kwa Facebook, utashangaa. Halo? Lazima tukubali. Bwana asifiwe. Ati Mungu wetu yuko wapi? Mungu wetu yuko wapi? Mungu wetu yuko wapi? Mungu wetu yuko mbinguni mpendwa. Na ndiposo nasikia kwamba tumuinue mikono juu. Bwana asifiwe sana. Apewe sifa na utukufu. Ni kwa sababu anastahili. Haleluya. Wafilisti walijaribu. Wafilisti walifanya nini? Wafilisti walijaribu kumulinganisha Mungu aliye mbinguni na Mungu wao ndagoni. They tried. Walijaribu.
Kile ambacho walikiona ni kile ambacho tunasema ni cha mtema kuni Si mtema kuni alifanyaje? Alipoenda kule kichakani kwenda kutema kuni. Kwa sababu wao walipomweka mahali pale, wakimlinganisha na Mungu wetu aliye mbinguni. Haleluya! Wakasema Mungu wa Dagoni ako na nguvu hata kushinda wa mbinguni. Na kuambia walipomweka siku ya kwanza, walimkuta ya kwamba anamuinamia Mungu yule. Si ile sanduku ilikuwa mahali pale? Yes. Unajua alikuwa amewekwa hivi. Lakini kumbe ikinude huku cha kushikanisha na ukuta kilikuwa Mungu akakichoposha, kikatoka, akawa anamuinamia nini? Hivi. Akasema hapana, ni hii kinude huku tulikuwa tumeshikanisha kikatoka. Basi hebu tukipigia vizuri. Unanisikiza? Bwana asifiwe. Hapo alipokipigia vizuri sasa akasimama vizuri. Hivi siku yake ya pili walikuta ya kwamba Mungu wao Dagoni ameanguka mbele ya sanduku na akavunjika vipande vipande. You cannot. Huwezi kulinganisha Mungu aliye mbinguni na miungu mingine mpendwa. Huwezi. Huwezi kusema kwamba Mungu Dagoni ako na nguvu kushinda Mungu aliye mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, nataka kusema mchana wa siku hii ya leo. Sijui uko katika hali gani. Sijui ni biashara gani unafanya. Tumetangazwa hata kuhusu watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Utakuta kwamba hata watoto ambao walichoma wenzao, wazazi wao, hata pengine hata watoto hawa hawakosekani SU pale shuleni. Hata inawezekana pengine ndio wanaongoza katika zile nyimbo za kumsifu Bwana. Lakini bandao waseme Bwana asifiwe, huwezi sikia. Unajua sisi tumewazoea kule Lamu wanasema mbona asifiwe. Lakini usiposikiza kwa makini, wao utasikia kwamba mbona asifiwe, wanasema amen. Si Mungu aturehemu wapendwa. Bwana asifiwe sana. Ni vizuri hata katika masomo yako weka Mungu mbele aliye Mungu wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Katika biashara zetu, katika kazi zetu, hebu weke mbele mpendwa. Na chochote kile ambacho utakuwa unafanya, ukisoma hapo chini utasikia katika mstari kama wa 9, utasikia kwamba walipoamua hivyo mpaka wakula kiapo. Mpaka wakula kiapo. Wale ambao watamwabudu Mungu aliye juu mbinguni, aidha ni wa kike, aidha ni mume, aidha ni mke, aidha ni nani, atauliwa. Walikula kiapo. Mungu atusaidie sana. No maandiko kuteremka hapo chini nasikia kwamba na nchi ya Yuda ikawa na amani for so many years. Bwana asifiwe. Na kama unataka kuwa na amani katika familia yako, hello, hebu muhusishe Mungu aliye juu mbinguni. Bwana asifiwe. Waacha kuwa uko hivi, si huku na si huku. Uwe na kauli na uwe umekata kauli. Uwe na maamuzi yaliyo bora. Lakini si bora tu maamuzi. Unajua kuna tofauti Unajua kuna tofauti ya bora maamuzi na maamuzi bora. Yes. Bwana asifiwe. Hebu tuwe na maamuzi bora kuhusu huyu Mungu wetu. Na bila shaka kanisa litaweza kuinuliwa. Wamama watainuliwa. Wazee watainuliwa. Vijana wa kike na wa kiume watainuliwa. Familia zetu zitaweza kuinuliwa. Tutakuwa tunamuita Mungu hata kama ni hapa. Kwa sababu hatuna Mungu mwingine, ni yeye tu. Utakuta wengine wanalia machozi kwa sababu ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Naye Bwana anajibu. Hebu tuangalie tuone. Katika kitabu cha Samueli wa kwanza 15. Ndio nimalizie hapo. Samueli wa kwanza 15. Tuone huyu jamaa ambaye roho ya kusikiza ilikuwa ni shida kwake. Ilikuwa ni shida kwake. Roho ya kusikiza na kutii, ambaye anaitwa Sauli, ilikuwa ni shida kwake. Maandiko
Hebu tuende mstari, nataka tuende mstari wa 3. Tuende mstari wa 3. Samueli wa kwanza sura 15 mstari wa 3 inasema, basi sasa nenda ukawashambulie Waamaleki na kuangamiza kabisa, pamoja na kila kitu kilicho mali yao. Usiwahurumie, waue wanaume na wanawake, watoto na wanyonyao, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Bwana asifiwe sana. Huyu ni Sauli naye. Sauli akatumiwa nabii Samueli. Yeye kusikiza, alisikiza vile Bwana alivyomwambia, lakini kutimiza hakutimiza. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu Samueli alipomwelezea Sauli, ambaye alikuwa ni mfalme wa kwanza katika nchi ya Israeli, Samueli akamwambia, basi nenda sasa, nenda ukawashambulie Waamaleki na kuangamiza kabisa. Hakusema ibakio chochote. Bwana asifiwe sana. Lakini Sauli aliposikiza hivyo na akachukua hatua, akaenda kwa Waamaleki. Halo. Hey. Maandiko inasema hivi, mstari wa 8. Hebu sikia sasa. Akamchukua Agagi mfalme wa Amaleki akiwa hai, nao watu wake wote wakawaangamiza kabisa kwa upanga. Panda, tuendelee. Lakini Sauli na jeshi lake wakahifadhi hai Agagi na kondoo, ng'ombe walio wazuri, mafahali na wanakondoo walionona, kila kitu kilichokuwa kizuri. Hivi vitu hawakuwa radhi kuviangamiza kabisa, bali kila kitu kilichodharauliwa na kilicho dhaifu wakakiangamiza kabisa. Mungu alimwambia hivyo. Si Mungu atusaidie. Mungu hakumwambia hivyo kupitia kwa mtumishi wake ambaye ni nabii Samueli. Na ni vizuri mpendwa, usikize ujumbe wa nabii wa Mungu kwa makini. Usije ukasikiza na ukaanza kuongeza mambo yako. Mungu wetu si nyongeza. Bwana asifiwe. Unajua kuna chakula watu tunapika, tunaongeza kachumbari, si ndio Roiko, ndio iwe na ladha. Neno la Bwana haitaki hiyo ladha. Hizo nyongeza. Neno la Bwana ni kutimiza vile ambao ameagiza. Alipomwagiza Sauli na akamwambia nenda, akamtumia mtumishi wake nabii Samueli, yeye hakufanya hivyo. Jambo la kwanza, maandiko inasema kwamba akamchukua Agagi mfalme akamuhifadhi. Halo. Na ng'ombe na mbuzi na ngamia na kondoo zilizonona akazihifadhi. Lakini zile ambazo alikuwa anaona hii inatembea hivi, kisema ama mwanadamu ile akaona tembea namna hii, shua haraka. Yule mama ambaye anakaa chongo, shua hiyo kula kustasita. Yule mzee pengine kichwa yake imekaa hivi, ni shua haraka. Lakini yule ambaye anaonekana amekaa kama Pastor Alex. Pastor simama tu. Bwana Yesu asifiwe. Ama yuko handsome? Si yuko? Bwana asifiwe. Huyu anamwambia si kama hawa Mungu amesema, si kama hawa Mungu amesema. Kaa hapo, si kama hawa. Lakini yule ambaye anaonekana yuko hivi, hata hakuna unautile kule maregu. Ni ukweli woi. Hakuna kupoteza ni haraka. Si Mungu atusaidie sana wapendwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini naye Mungu ni nani? Akasoma roho ya Sauli. Haleluya.
roho ya mtumishi wa Bwana Samueli ikaanza kusononeka. Hivyo ndivyo wapendwa, wakati watumishi hawa wanapokushauri, wakati wanaposhauri kanisa, wanaona hakuna mabadiliko katika ule ushauri, mioyo yao huwa inasononeka. Hawalali vizuri hawa kwa ajili ya kuombea kanisa. Si Mungu atusaidie sana. Roho ya Samueli kasononeka. Na walipokutana na Sauli, hebu huyu jamaa hata shame on you hakuwa nayo. Hata hana aibu huyu jamaa. Hebu tusomee mstari wa 13 ndio uone hata haya hana huyu jamaa. Na ni mfalme. Hebu sikiza. Na wewe ambao unajua kwamba umeenenda na mienendo ambayo haifai, mkutana na mtumishi, kwa jambo la kwanza ni Bwana asifiwe pastor, Bwana asifiwe reverend, Bwana asifiwe Mrs. pastor, sina neno bado niko katika safari, bado nampenda Bwana, na unajua kwamba ni midomo umejipanguza. Samueli alipofikia Sauli akamwambia, Bwana akubariki. Unajua ni kama asifiwe Yesu. Bwana akubariki. Nimetimiza yale Bwana aliniagiza. Ni unafiki si unafiki huu? Ili anajua Hagagi mfalme amemweka mahali. Wale kondoo wanono na wale mbuzi wanono na wale nini wanono ameweka roho wa unafiki unaangamiza mtu. You better tell the reverend. You better tell the pastor the reality. Mwambie ule ukweli. Bwana asifiwe. Hata kama ni kutangazwa kwa kanisa utangazwe. Si kwa muda tu. Bwana asifiwe. Ndio ile roho iweze kujirekebisha. Alafu urudi. Haleluya. Lakini kwa mtumishi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Ninaendelea tuna safari, sina neno, Yesu ni Bwana. Hiyo roho ikiingia katika moyo wako, kutoka inakuwa ni vingumu. Unajua kwamba usiku huo ulikuwa kwa Kalimanzira. Ukipigwa mbogo ni kongoro. Ati kianguka upande huu unaambiwa unamuona huyo jirani wako huyo upande wa kulia. Huyo ambaye ni Bwana Alex huyo ambaye huyo. Ambia yule Alex pastor wangu. Huyo ndio anakukanyangia. Huyo ndio anakanyanga nyota yako huyo. Just imagine na Alex ni pastor wako akija katika madhabahu unaona pia amekukanyangia nyota. Si Mungu atusaidie sana. Haleluya. Lakini Samueli kwa sababu alikuwa na roho wa Mungu, akamwambia hebu sikiza bwana wewe. Acha kumchezea Mungu. Huu mulio wa mbuzi ambao unasikia kwa masikio yangu, huu mulio wa kondoo, huu mulio wa ng'ombe, kwa sababu na Samueli na Sauli alipokutana na yeye akasema, lakini Samueli akasema, nini basi huu mulio wa kondoo masikioni mwangu? Huu mulio wa ng'ombe ninausikia ni kitu gani? Sasa jamaa akasema, kai. Nimefikiria Mungu wangu ni wa hasira, kumbe ni Mungu aliye juu mbinguni, kumbe nimeonekana. Woi. Kai. Hoi. Hebu sikiza bwana. Sikiza. Pole. Nilikuwa tu nikifikiria mfalme Hagagi si mtu wa kuuliwa. Nikamweka kando kidogo. Lakini kondoo na mbuzi, ngoja nitakutana yule amri jeshi mkuu wangu. Ngoja nitakutana yeye. Kwa sababu huyo ndiye amewaifa. Lakini amri jeshi mkuu katika nchi ya Kenya ni nani? Si ni president? Si ndio? Kwa maana atawezaje kuhifadhi vitu ambavyo haziko na amri kutoka kwake? Si Mungu atusaidia sana. Lakini Samueli akamwambia kwamba sikiza rafiki yangu, kwa sababu hukusikia sauti ya Bwana, kwa sababu umesikia sauti ya Bwana hukuitii, kutoka leo you are no longer mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua we better tundanganye hawa ambao wako na nyama na mwili. Si ni kweli hivyo? Kuliko kumdanganya Mungu. Kwa sababu Mungu akisema no, ni no. Unaweza ombewa toba, unashindwa. Mtu ameombewa toba mara ya kwanza,
chini ku. Mara ya pili chini ku. Unashindwa shida iko wapi? Kumbe shida ni kwa sababu hajakubali, hajafungua moyo wake kwa mtumishi wa Bwana. Bwana asifiwe sana. Anaombewa, shetani amletea jambo, anakimbia tena kwa kabwere tena. Anarudi anasema hai, mimi siamini. Lakini maandiko inasemaje? Nikienda kumalizia kitabu hiyo hiyo ya Samueli, mstari wa 22. Hebu tusikie nikienda kumalizia hapo. Mstari wa 22 ndipo naenda kumalizia. Inasema, lakini Samueli akamjibu, je, Bwana anafurahiwa na sadaka za kuteketezwa na dhabihu kama vile kuitii sauti ya Bwana? Halo! Bwana asifiwe. Unajua kwa umeenda wa Karumanzira jioni usiku, alafu hapa unaleta sadaka ya shilingi 5,000. Haitakutetea. You are doing zero. You better ukanunue kitu kingine, familia wakule. Bwana asifiwe sana. Bwana afurahishwi na sadaka za kuteketezwa na dhabihu kama vile kutii sauti ya Bwana. Haleluya. Kutii ni bora kuliko kutoa sadaka. Haleluya. Yesu akasemaje? Yesu akasema kama unajua kwamba hamjasikizana na mwenzako, hamjasikizana na ndugu yako, kabla hujakuja kanisani, kabla hujatoa sadaka, nenda kwanza mkasikie na yeye. Halo. Na ukijua kwamba hujasikizana na Mungu, you better go. Nyenyekea mbele za Bwana. Na Mungu wetu ni mwaminifu. Daudi alikuwa ni mbaya sana. Unaonaje huyu jamaa? Huyu jamaa anatamani mke wa mtu na anajua kwamba ameenda na yeye na yule mke wa mtu, na hapa hakuna jambo lingine, akijulikana itakuwa ni dhambi kubwa sana, akafanya njama. Uria akauliwa. Amefanya usinifu, si ni kweli? Si ametamani pia, ameua. Na yule mama akapata mimba. Halo. Lakini Daudi alipogundua hivyo, alipokutwa na Nathan, akaambiwa yale, akasema ni kweli ni mimi. Bwana asifiwe sana. Maandiko inasema kwamba Daudi alishuka chini. Halo, akashuka chini na roho ya kunyenyekea. Hadi kunyenyekea, na si kunyenyekea tu, ni kunyenyekea kwa kunyenyekea zaidi. Mpaka Mungu akasema, sijawahi kuona mtu mwingine ako na roho kama ya Daudi. Bwana asifiwe sana. Sisemi tuishi kwa dhambi, hapana. Lakini nataka usema ya kwamba roho ya kusikiza na kutii ndio Mungu anataka mbele za watu wake. Bwana asifiwe sana. Ni kwa sababu kupitia hilo Bwana, maandiko inasema, hebu tuendelee hiyo 22, tuendelee. Haya. Kwa maana unasikia? Kwa maana kuasi ni kama dhambi ya uaguzi. Uaguzi ni kwa mondo mogo. Uragori. Dhambi ni zaidi ya kwenda kwa muragori. Sika mutahero hiyo lugha. Dhambi ni zaidi ya kwenda wapi? Kwa muragori. Halo? Na ukaidi kutosikiza sauti ya Bwana, kutotii sauti ya Bwana. Maandiko inasema ya kwamba na kutotii ni kama uovu wa kuabudu sanamu. Kwa sababu umelikataa neno la Bwana, naye amekukataa wewe kuendelea kuwa mfalme, na hapo mambo ya ufalme wa Sauli ikaishia hapo. Hakufa kimwili, lakini kiroho Kwa hivyo Sauli alikuwa anaonekana hata akienda vita. Si alikuwa anaonekana. Hata si alikuwa akipanga mambo. Lakini uhusiano wake na Mungu kulikuwa Unajua unaweza kuwa unakuja kanisani, lakini kumbe uhusiano wako na Mungu ulisha kitambo. Leo hii niko hapa kwa ajili yako mpendwa. Bwana asifiwe sana. Leo hii niko hapa
mchungaji ama reverend yuko hapa aweze kureconnect your spirit with the spirit of God. Bwana asifiwe sana. Leo hii usikie sauti hii na ukaipuuza kama sauti zile zingine. Nimetoka la mpendwa. Sijui kanisa la juu siku tu ziko hali gani. Lakini Mungu unjua ndio amenipatia. Na Mungu haneni bure. Bwana asifiwe sana. Inaweza kuwa uko na sanamu ya pesa kwa pale nyumbani. Wewe hata ni ukose kanisa lakini ufungue biashara. Kama unanielewa, hiyo ni sanamu na hiyo ni hasara. Si lazima tuwe wewe ni yule mzee wa kiama. Si lazima. Kuna sanamu tofauti. Kuna wengine wanaabudu pesa. Nikana kwamba hawezi kuishi bila pesa. Bwana asifiwe sana. Kuna sanamu mwadhani. Hebu nisiseme hiyo sanamu. Bwana asifiwe. Ni vizuri mpendwa siku hii ya leo. Chunguza roho yako. Angalia roho yako. Uone ya kwamba ni sanamu gani hii. Ni ashera yupi huyu ambaye ana disconnect your relationship with your God. Bwana asifiwe sana. Ni ashera gani huyu? Ni sanamu gani huu? Ni roho gani ambayo inakunenea ya kwamba hata Jumapili huwezi kuja kanisani? Shirika za katikati huwezi kupatikana. Ni roho gani hii ambayo inakufanya usiwe na uhusiano mzuri na Bwana? Leo hii hiyo roho ndio tunataka tuikemee. Bwana asifiwe sana. Hiyo roho tunataka ya kwamba tukisha ikemea hizi viti, kwa sababu najua hizi ziko na washirika hizi. Lakini katika mashughuli mbalimbali. Bwana asifiwe sana. Ndio roho ya kusikiza na kutii iwe ndani yetu. Bwana asifiwe sana. Si vyema kuwa Bwana anasema ya kwamba wewe nimekukataa, usiwe mtumishi wangu. Bwana asifiwe sana. Lakini hata Reverend, hata Pastor Alex angependa kanisa liwe na wahuduma wengi, wa kike na wa kiume. Bwana asifiwe sana. Ndio kazi iwe rahisi hii ya huduma. Halo. Lakini utakuta kwamba kuna roho inakuzuia usiweze kuhudumu vile ambavyo inavyostahili. Kuna roho inakuzuia hata wakati wa kutoa pesa, kama vile tumesikia chairman akisema. Bwana asifiwe sana. Utakuta kama anasema tuko maganao. Huwa kale tuko magira. Kila wakati mara Jumapili tuchange twende watajipanga. Hizi ni zangu na familia yangu. Lakini leo hii Bwana anasema hiyo ni roho ya kutotii. Mungu atusaidie sana. Tungependa ya kwamba ukiwa na mradi hata kanisa, roho wa kusikiza na wa kutii uwe kwa wingi katika wapendwa. Bwana asifiwe sana. Ndio kazi ya Bwana huduma hii iwe rahisi katika jina la Bwana. Karibu sana Reverend. Amen. 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 Piga Yesu makofi mazuri. Amen. 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 Kabla sijamkabidhi Reverend,